wa mifuko ile minne ambayo iliunganishwa. Na kuna wale wanachama wa hiari ambao toka mwanzo walikuwa tayari wanajichangia. Kwa hiyo wale wanachanga kutokana na kipato chao. Kwa hiyo wale walirithiwa walikuwa tayari wanajichangia kwenye huo mpango wa hiari. Na hiyo ni kazi moja ya kukusanya michango. Ya pili ni kuwekeza. Kuwekeza michango ambayo imekusanywa, na lengo ambalo la kukusanya michango ni kulinda thamani ya fedha kutokana na mfumuko wa bei. Kwa hiyo lazima zikikusanywa ziwekezwe ili tulinde ile thamani ya bei, na pia kukuza mfuko kwa sababu lazima ukue ili tuweze kuendelea kulipa mafao. Na pia tunawekeza kwa ajili ya kutoa mchango mbalimbali kwa jamii kama inavyoelekeza miongozo mbalimbali. Kwa hiyo uwekezaji na pia unazingatia misingi mbalimbali. Yaani sio kwamba tunajiwekezea tu. Na pia miongozo iliyowekwa. Ndio. Unaweza ukatupatia baadhi ya mifano ya uwekezaji ambao umeifanya PSSSF? Uwekezaji ni mfano wa kwenye majengo, kuna bonds, kuzitaja chache. Na umesema wafanyakazi. Wafanyakazi unajua ni nyanja pana. Wafanyakazi wepi? Kwa mfuko wa PSSSF wafanyakazi ambao tunakusanya michango yao ni wale walioajiriwa katika yani utumishi wa umma pekee. Kwa hiyo mifuko iko miwili, kuna PSSSF na NSSF. Kwa hiyo ile sekta binafsi ni NSSF. Sisi ni wale ambao utumishi wa umma. Na tuendelee na kazi nyingine. Ni uandikishaji wa wanachama wapya sasa. Wapya. Kwa hiyo wanapoajiriwa lazima tuhakikishe tumewaandikisha. Na kwa habari njema iliyopo ni kwamba sasa hivi tunaandikisha kielektroniki kutumia vidole, ambayo itasaidia sana katika kurahisisha ufanisi wa kazi zetu. Ndio. Na kazi nyingine muhimu ni kulipa mafao ya aina mbalimbali. Hizo ni shughuli na majukumu ambayo wa PSSSF nafanya. Zoezi la kuanzishwa kwa mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma kwa maana ya PSSSF, tunataka kujua lengo hasa la kuanzishwa kwa mfuko. Sawa, asante. Mifuko hii ya hifadhi ya jamii imeanzishwa kwa lengo moja kubwa. Ni kwamba kwa kawaida wafanyakazi si huwa wanalipwa mishahara kila mwezi. Sasa hii mifuko imewekwa kama mbadala pale wanapoondoka kuwalipa, kuhakikisha wanawalipa, na wale watumishi walioondoka wanakuwa wameondoka kwa sababu mbalimbali, ikiwemo labda kustaafu kwa mfano. Kwa hiyo nia ni kuwalinda waendelee na kulinda kile kiwango cha maisha walichokuwa nacho. Yaani kabla ya kuondoka maisha yasitetereke, sio kama janga. Kwa hiyo yani nia haswa kubwa ni hiyo ya kuwekwa mifuko ya hifadhi ya jamii. Pia naomba nichukue nafasi hii kuishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuunganisha ile mifuko minne na kuanzisha mfuko wa PSSSF kama mfuko mmoja ambao ilifanyika Agosti 2018. Nia yake ikiwa safi kabisa, kuboresha masuala mbalimbali. Naomba niataje. La kwanza lilikuwa ni kupunguza gharama za uendeshaji wa mifuko. Ambapo ilipokuwa minne ina maana gharama zilikuwa kubwa kidogo. Ya pili ni mifuko ya pensheni inayozingatia sasa ilivyoanzishwa miwili, NSSF na PSSSF. Ina maana hii mifuko sasa inazingatia masharti ya ajira. Wa binafsi unaenda kwenye binafsi, kwa hiyo kunakuwa na yani pale kunakuwa na kama mwongozo unaoeleweka sasa. Kwamba huyu wa binafsi anakaa huku, wa serikali anakaa huku. Na pia
ulianzishwa kwa ajili ya kuimarisha mifuko ya pension. Yaani ilivyofanywa miwili sasa, ina maana mifuko hii ya pension imekuwa inaimarika na inatoa mafao zaidi, yaani uwezo wa kutoa umeongezeka. Kama na mafao tunafuata kama yalivyoainishwa kwenye mikataba ya ILO, na pia kuboresha huduma kwa wanachama, kwa sababu lazima sasa huduma zitakuwa zinaboreka. Uwezo unakuwa mkubwa na huduma lazima mawazo yanakuwa mengi. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa lengo la kuanzishwa kwa mfuko huu. Na kwenye maelezo yote ambayo umeyatoa hapo, kwa maana ya lengo mahususi kwa kuanzishwa mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma kwa maana ya PSSF, na mambo mawili yatakunisaidia kwenye maelezo ambayo umeyatoa hapo. Jambo la kwanza ni sijafikia umri wa kustaafu, lakini nimetamani kupumzika. Nimeandika barua bwana, nataka kupumzika, mafao yangu yakoje. Lakini la pili, sijafikia umri wa kustaafu na wala sijatamani kupumzika mwenyewe, nimepumzishwa kwa maana nimefukuzwa. Mazingira yanakuaje? Okay. Sasa hilo la kwanza, kwa sababu umeandika barua mwenyewe, umeamua mwenyewe. Miongozo ni kwamba mtu aliyeondoka mwenyewe inabidi aendelee kwanza kuchangia kama ana uwezo wa kujichangia, na asubiri mpaka atakapofika umri uliowekwa wa kuondoka kazini, ambao ni kustaafu kwa mujibu wa sheria. Kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo inabidi usubiri kwa wewe ulioacha kazi mwenyewe. Lakini kwa kuondolewa kazini kuna fao lake ambalo huwa tunalipa, ambalo linaitwa fao la kukosa ajira. Okay. Lina vigezo vyake of course. Vigezo vipi? Niulize hapa. Yani vigezo ni vile kwamba utalipwa muda gani na baada ya muda gani utafatakiwa kufanya nini. Na hiyo haimaanishi nimeondokaje kazini. Inawezekana nimeondoka kwa tuma fulani badilifu wa fedha. Kama hivyo. Lakini mwisho si umefukuzwa. Okay, haijalishi nimeondokaje. Kuna haki yangu iko hapo. Amko vizuri. Sawa, umetuambia kwamba baadhi ya majukumu ni kutoa mafao kwa jamii. Ni mafao gani ambayo PSSF inatoa kwa jamii? Okay. Sasa PSSF ni moja ya mifuko ya hifadhi ya jamii. Sawa? Kwa hiyo na mafao tunatoa yapo ya aina mbili. Kuna muda mrefu na ya muda mfupi. Na haya ya muda mrefu yanafuata miongozo na viwango vya mikataba ya kimataifa. Kwa mfano mkataba wa shirika la kazi duniani kuna mafao unaelekeza. Na haya ya muda mfupi nayo pamoja na kwamba yanaelekezwa, lakini mfuko unakuwa wenyewe ndio unatoa vigezo na masharti. Okay. Kwa hiyo tukianza na ya muda mrefu. Okay. ILO kuna hii convention ambayo ndio hiyo mikataba ya mataifa. Namba 102 imeataja mafao ya muda mrefu ambayo ni mafao ya uzeeni, mafao ya ulemavu na mafao ya kifo pamoja na wategemezi. Sawa? Na kwa upande wa mafao ya muda mfupi ndio hayo kama aliyouliza. Ndio. Hilo la kwanza la kukosa ajira, kuna mafao ya ugonjwa na tuna mafao ya uzazi. Na haya yanadhibitiwa kama nilivyosema hapo mwanzo na mifuko ya hifadhi ya jamii yenyewe. Kwa hiyo ina maana vigezo na masharti vinawekwa na mifuko yenyewe. Ndio. Na kutokana na muda na vigezo mbalimbali. Kwa hiyo ndio hivyo. Hayo ya muda mrefu na ya muda mfupi. Sema ningependa pia kuwataarifu, sina uhakika kama nimeongea hapo mwanzo, kwamba kwa sasa tumeanza kupokea maombi ya mafao kupitia njia ya mtandao. Tuna njia yetu ya mtandao inaitwa PSSF portal. Kwa hiyo mwanachama anatakiwa kupeleka maombi yake kupitia huko. Na anatakiwa tu kuwa na vile viambatanishi ambapo cha kwanza atatakiwa kujiregister. Sawa? Ndio. Kujiunga na huo mfumo. Alafu pili ndo atatakiwa kuendelea sasa kulodge claim yake ambao ndio hiyo kuwasilisha madai yake yoyote. Kwa hiyo anaweza akatumia simu janja au akatumia
kompyuta. Vyote hivyo anapata hiyo PSSSF portal, na utaratibu ni mrahisi sana. Ndio. Na yani kwa sasa tushaona mafanikio makubwa kwa sababu imesaidia sana ufanisi, yani urahisi wa kazi zetu. Na wao wenyewe wanachama jinsi wanavyo-lodge pale wanaona kabisa mambo yameenda vizuri sana, na yamekuwa muda umekuwa mfupi pia. Hamna mambo ya kupokea sasa manyaraka kuanza kukagua. Yote vinaingizwa mule, vinakaguliwa hapo mara moja. Na katika mfumo huo wa kielektroniki, maana yake utakuwa umerahisisha pengine hata namna ambavyo mstaafu anakuja kufuatilia mafao yake. Na pengine labda amestaafu sasa anahitaji kutuma taarifa zake za kuonesha kwamba mimi nakwenda kustaafu labda mpaka kufikia mwezi fulani mwaka huu na staafu. Kuweza kurahisisha hata upatikanaji wa haki zake hizo zingine. Ndio. Nzuri sana hiyo. Na kwenye hilo inua pia ili aweze kupata nafasi hiyo. Okay. Asante. Sasa kwanza tuelewe kwamba mfuko mifuko yote ni kwa ajili ya mafao ya wanachama. Na mwanamke ni mmoja wapo wa wanachama. Sasa na haigawi mafao kijinsia labda kuwatenga huyu kwa sababu huyu mwanamke ndio tunampa, hapana. Ni yani kutokana na kigezo kilichowekwa au masharti. Maana tukiingia huko sasa tayari tumeshaenda kwenye kukopesha sasa. Kama chama cha kukopesha kwamba sasa wanawake tunapa kipaumbele. Ndio. Kwa hiyo haugawi kijinsia. Na kinachotofautisha hapo ni malengo ya mafao hayo. Kwa hiyo sema kwa bahati nzuri sasa kutokana na hayo malengo kuna fao ambalo limeenda kuwagusa wanawake. Ambalo ndio hilo fao la uzazi au maternity benefit. Hilo ndo linamgusa mwanamke moja kwa moja sasa. Okay. Na kuna wanaume ambao wake zao wanakwenda kujifungua. Hao pia wanagusa paternity. Yani kwa mafao hapana. Wanaume wao hawagusu. Okay. Na mwanamke unajua kutokana na ile nature yenyewe kwamba aliyebeba ujauzito ni yeye, aliyejifungua ni yeye, na baadaye itahitaji haya mafao yamsaidie kwenye afya yake na ya mtoto. Kwa hiyo sasa ni yeye mwanamke. Sasa unajua mimi nipo karibu na Laila ndio maswali kwa mengi kidogo. Yaani inawezekana mimi ni mnufaika wa PSSF niko pale. Lakini mama sio mnufaika wa PSSF, yuko nyumbani. Nikajaliwa kupata mtoto. Ili na mimi mambo yangu yakae vizuri, maana yake anahitaji afya. Naona kidogo mkachungulia. Hapana, unajua hatutungi. Mafao yanaenda na yani reality. Yani sasa huyo mama yuko yeye ni peke yake, na wewe sio yule mwanachama wetu ambaye ndio umebeba ule mzigo na kufungua na nini. Zile nani zote amezipitia yeye. Kwa bahati mbaya yeye yuko nyumbani. Ndio. Kwa hiyo tunategemea kuna vyanzo vyake pia yeye. Lakini nzuri kwa sababu imewakumbuka unajua. Na muda wa uchangiaji mpaka aweze kutambulika kama bwana huyu sawa, fao la uzazi kama mwanamke tunaweza tukampa kwa sababu